Mheshimiwa Spika, kuna kipindi kile cha awamu ya kwanza alichotawala baba yetu hayati Mwalimu Nyerere, kuna kipindi cha awamu ya pili alichotawala Mzee Ruksa. Kipindi hichi mishahara ilikuwa ni midogo sana. Mimi nakumbuka nikiwa naibu waziri mwaka 87 kama sikosei, nilileta azimio hapa la kupandisha mshahara wa rais. Maana wakati huo ilikuwa mshahara wa rais unazungumzwa hapa bungeni na unapandishwa hapa. Nakumbuka tukampandisha Mzee Ruksa mshahara wake. Sasa sikizeni uzuri hapa. Tukampandisha Mzee Ruksa mshahara wake kutoka nafikiri 30,000 mpaka ikafika 50,000. Sisi tuliokuwa wengine huko mishahara yetu ilikuwa 20,000, 30,000. Na pensheni ya mwisho au ile pensheni ya kila mwezi wakati huo inategemea na mshahara wa mwisho. Sasa kama mshahara wa mwisho ni mdogo, ina maana pia pensheni yako ya kila mwezi inakuwa ndogo. Sasa kilichotokea baada ya kustaafu Mheshimiwa rais wetu wa awamu ya pili, akaja Mheshimiwa Mkapa, ikaanza kupanda mishahara ya wafanyakazi. Leo hii wale watu waliofanya kazi katika awamu hizo mbili, awamu ya kwanza na awamu ya pili, huwezi kuamini pensheni yao wanaochukua kila mwezi ni chini ya kima cha chini. Sio inaeleka hapo. Ni chini ya kima. Mimi ni mmoja hapo. Nakwenda nikichukua pensheni ya kila mwezi. Sitaki kusema hapa, lakini ni chini ya kima cha chini. Napata shilingi 140,000. Kuna ndio napata shilingi 140,000. Kuna wanajeshi wengine huko makana waliopigana vita wanapata chini ya shilingi 120,000. Sasa mtu anayetoka Makunduchi akaja kuchukua pensheni ya 120,000, nadhani hiyo ni nauli yake tu. Lakini mawaziri waliostaafu hivi karibuni baada ya kipindi cha Mheshimiwa Rais Mkapa wanapata. Sasa nalo shauri hapa, nadhani najua mnaifanyia kazi huko, lakini nalo shauri nchi nyingine pension wana index as per cost of living. Hali ya maisha inapobadilika na inflation inapobadilika, pension wanairekebisha kwa vyovyote isiwe chini ya kima cha chini. Huyu mzee, huyu mwanajeshi aliofanya kazi katika hali ya spirit, in the spirit of perfection and dedication, katika hali ya kutekeleza mambo yake kwa uadilifu na kwa ukamilifu, mnampa pensheni hiyo. Jamani, tufike mahala hili tulirekebishe.